Bwana Faisal Salum anaweza kuwageuka Simba muda wowote kuanzia sasa. Of course inaelezwa kwamba amesaini mkataba wa awali na klabu ya Simba. Lakini kwa namna ambavyo ofa zinamiminika kwake, sidhani kama anaweza kuendelea kuhimili kubakia kwenye klabu ya Simba. Manake sijui kama anaweza kuhimili vishindo vya pesa ambazo zinakuja kwenye email yake. Yani anapokea ofa kubwa sana ambazo huenda zinaweza zikasababisha Faisal Salum akaondoka kwenye klabu ya akashindwa kujiunga na klabu ya Simba, pamoja na kwamba inaelezwa kwamba tayari alishasaini mkataba wa awali na klabu ya Simba. Faisal jana usiku alipokea ofa kutoka kwenye klabu ya Kaizer Chiefs ya South Africa na iliwasilishwa rasmi na viongozi wa Kaizer Chiefs, na jana usiku baada ya mchezo wa Bafana Bafana Stars kumalizika, viongozi wa Kaizer Chiefs walikutana kidogo na Faisal kusalimiana na kujuliana hali na kufanya mazungumzo machache tu ambayo hayakuhusisha mazungumzo moja kwa moja, kwa maana ya kuzungumza naye direct, kwa sababu wanajua kabisa kwamba ana mkataba na Azam FC. Kwa hiyo wanaheshimu mkataba wa Azam na Yanga lakini na Faisal, lakini walichokifanya ni kuzungumza naye kama sehemu ya kuchombeza tu. Yani hakuna ule userious wa kwamba bwana sasa wanajadiliana rasmi kuhusu mkataba, lakini kidogo jaribu kujadili mambo mawili matatu ya muhimu kuhusiana na mkataba wake na Azam FC. Lakini pia ukumbuke huyu ni mchezaji ambaye kocha Nasruddin Nabi alikuja kumfuatilia wiki iliyopita, na baada ya kuja kumfuatilia wiki iliyopita alijiridhisha na uwezo wake, kwa sababu alikuja kufanya mazungumzo ambayo alijadiliana alifikia pazuri kabisa yeye pamoja na Nabi, na uwezo wake of course Nabi anaujua na alijiridhisha zaidi kwenye michezo kadhaa iliyopita kwamba ni mchezaji ambaye bado yuko kwenye ubora ule. Lakini jana pia kwenye ardhi ile ya South Africa ambao ndo Kaizer Chiefs wanamtazama kwa karibu zaidi, Faisal Salum alikiwasha vibaya mno. Alionyesha performance bora, performance ya maana sana. Alionyesha performance ambayo Kaizer Chiefs wenyewe walivutiwa naye, waliona kabisa kwamba kuna kila sababu za wao kufanya kila jitihada ya kumsajili na kumpa mkataba wa miaka 3, kwa namna ambavyo wamempromise kwamba atampa mkataba wa miaka 3 ambao pia utamfanya mchezaji ambaye analipwa zaidi kwenye cost ya Kaizer Chiefs ya pale South Africa kwa wachezaji wa kigeni. So far so good. Mazungumzo kidogo inaelezwa kwamba yanakaribia kuanza hivi siku za hivi karibuni kati ya Kaizer Chiefs na Azam FC, kwa sababu Kaizer hawataki kufanya mazungumzo na Faisal pekee, kwa sababu wanaamini kwamba sasa hivi wakianzisha mazungumzo ama wakifungua mlango wa mazungumzo kati ya Kaizer Chiefs na Faisal inaweza kuingiza kwenye matatizo, kwa sababu sheria za FIFA haziruhusu klabu kufanya mazungumzo na mchezaji mwenye mkataba na klabu nyingine, ila wanaruhusu klabu kufanya mazungumzo na mchezaji ikiwa amebakisha miezi 6 ya mkataba wake, au kama klabu itafanya mazungumzo na mchezaji basi wapate ruhusa kutoka kwenye klabu ambayo inamiliki mchezaji kwa wakati huo. Sasa hiyo inapelekea sasa Kaizer Chiefs wao kwenda kuzungumza na Azam moja kwa moja baada ya kupata kidogo dodoso za mkataba wa Faisal na Azam, kwa sababu wanaamini kwamba kwa pesa ambayo watamwekea hawezi kuikataa. Sasa kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba kwenye mazungumzo ambayo kidogo aliyafanya jana ambayo hayakuwa serious sana, lakini waliyafanya kidogo, alimgusia kwenye mshahara kwamba hivi kwa mfano ukapewa mshahara wa milioni 50 unaweza ukaondoka Azam FC, ambacho alisema Faisal ni kwamba yani hiyo milioni 50 akipata timu ambayo inaitoa anaondoka wakati huo, wala hata subiri mazungumzo sijui namna gani vipi. Yani ni pesa ambayo anaweza kwenda kuichukua haraka iwezekanavyo. Sasa hiyo iliwapa ABC Kaizer Chiefs kwamba nini ambacho wanaweza kwenda kukifanya ili kuhakikisha kwamba wanampata, kwa sababu kama ameshapata ABC kuhusu salaries ambayo wanaweza kumpa kama offer na akaikubali, maana yake ni kwamba hata kama Faisal atakuja kutaka kuongezewa labda pesa kidogo, kwamba itoke kwenye milioni 50 labda pengine ije hata kwenye milioni 55, maana yake wao wana uwezo wa kufikia hapo, kwa sababu ni timu tajiri ile na ni timu ambayo ipo kwenye mipango ya kusukwa zaidi ili iweze kuwa timu bora zaidi kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo wao kuhusu kulipa mchezaji pesa nyingi wala kwao sio issue ambayo wanaiwaza mara 2 mara 3. Kwa hiyo ofa kama hizi ambazo Faisal anakutana nazo ndizo ambazo zinaweza kupelekea Simba wakashindwa kumpata Faisal hapa, pamoja na kwamba inasadika kwamba Simba walishampa mkataba wa awali na Aisha saini huo mkataba wa awali. Lakini unajua mkataba wa awali ni mkataba ambao unaweza kuvunjika. Yani ni mkataba ambao haukufungi kwa namna yoyote ile. Yani ni kama kishika uchumba. Sasa kishika uchumba unaweza kukirudisha ukagairi kuolewa.
Sasa ukishagairi kuolewa unaweza kurudisha kile kishika uchumba ambacho ulipewa. Maana yake hata Faisal alisaini mkataba awali ambao ni kishika uchumba, kiasi kwamba anaweza kwenda kurudisha hiyo pesa tu ya Simba. Kama kuna pesa alipokea anaweza kurudisha na maisha mengine akaendelea. Kwa hiyo amepokea ofa kubwa sana, na ni ofa ambayo inaonekana anaweza kuiaccept zaidi na kwenda kuikubali kuliko ofa ambayo amepewa na klabu ya Simba. Maana yake hii ni kuikimbia Simba kimya kimya. Sasa miongoni mwa ofa nyingine kubwa ambazo wamepata pia, wapo Zamalek wamerejea hapo kwenye ofa, wanamhitaji pia Faisal Salum, lakini bado hawajaanza kupeleka ofa rasmi, lakini mazungumzo yanaweza kuanza siku za hivi karibuni. Ingawa nao pia jana walituma wawakilishi pale South Africa kwenda kumtazama kwenye mchezo mkubwa dhidi ya Bafana, na jana Faisal kama vile alijua kwamba kuna watu wanamfuatilia, alikiwasha vibaya mno. Kwa hiyo hizo ni taarifa tu kuhusiana na Faisal Salum, lakini huyu ni kiungo ambaye tunajua ubora wake. Ni moja ya viungo bora sana kwenye soka la Tanzania, ni moja ya viungo bora sana ambao wanafanya vizuri kwenye mpira wa nchi yetu, na ni moja ya viungo ambao wanatazamwa kama miongoni mwa viungo bora kuwahi kucheza kwenye ardhi ya Tanzania. So I believe kwamba kwa uwezo wake atakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwasaidia Simba kwenye siku za hivi karibuni, lakini pia ana uwezo wa kuwasaidia timu yoyote barani Afrika, ingawa mpaka sasa bado haielewi kama ataenda kujiunga na Simba au Kaizer Chiefs ama klabu nyingine mwishoni mwa msimu. Tuendelee kusubiri na kuona, lakini mpaka sasa Simba kumpata Faisal Salum mambo yanaonekana kuwa magumu.